من شرورهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد mada ya kupewa tambihi unaweza kupotea msimamo, lakini sasa nisishereheshe hilo. Kwanza niseme tu kwamba nashukuru Sheikh Wakata nipatia nafasi hii. Ni pia nawashukuru masheikh wangu wote ndio keti hapa. Kusimama kwangu sio kwamba mimi nitakuwa ni fasaha kuliko nyinyi, sio hivyo, wala sio ndio fasaha kuliko hata wasikilizaji. Kila mmoja ana umuhimu wake kwenye kikao hiki. Aliyosoma Qur'ani ana umuhimu wake, aliyosikiliza ana umuhimu wake. Kwa kila mmoja kwa kadri ya hali yake aliyoshiriki, walillahi alhamdu, sote Allah atulipe. Lakini pia sina budi kwanza kumtakia rehma kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwashukuru wote, hususan mzee wetu mwalimu aliyotualika hapa. Tunasema kwamba kwanza Mungu akulipe subira na kujaza heri kwa kupitia huu msiba wa kipenzi chako, rafiki yako. Yaani kwa wale ambao wamebahatika kuoa, rafiki wa kwanza, yaani rafiki wa kwanza katika marafiki ni mke wako. Ala Muhammad. Sasa kumkosa mtu wa sura hiyo sio jambo rahisi, na sio jambo ambalo, yani ni jambo zito. Mungu akulipe kheri na akulipe subira za msiba wa mke wako. Manake huyo alikuwa ni mshauri wako. Ikitokea mambo ya kifamilia, mnakaa wawili, majirani hawajui siri zenu nyinyi wawili. Kwa kweli Mungu tunasema kwamba akulipe majazo mema. Lakini pia umeonyesha mapenzi ya dhati. Hawa walimu wote hawaliokuja hapa bila shaka wameshiriki kwa mapenzi yako wewe, na kwa kushirikiana wewe na walimu andamizi waliokuzunguka. Kwa hiyo ndio ilikuwa na kushauri mwalike yule, muite yule. Pia huu ndio ubora wa watu kuishi pia na walimu zao waliowazunguka kwa mapenzi mazuri. Wanaweza wakakusaidia shughuli yako ikapendeza. Shughuli imezungukwa na mashehe. Kwa hiyo mimi ninyoke moja kwa moja kwamba tumekaa hapa ni kwa ajili ya dua, kumtakia istighfari mama yetu, wengine dada yao, wengine shangazi yao, kwa kila mtakavyomuita itatimu katika nafasi yake. Lakini sasa ndani ya maombi yetu tumefanya mengi. Nadhani Qur'ani zinasomwa, lakini pia tunamtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili baadhi ya watu wazakana wakapata mushkili. Juzi ndio tulikuwa kwenye kilio hapa. Leo siku ya 40 tuko kwenye pia natari na dufu na vitu gani. Hapa tumesoma maulidi, kule wa mama pia wanaendelea wanasoma maulidi. Sisi ni wajibu wetu katika Ahlusunna wal Jamaa, yani ni wajibu wetu. Pala aliposema Allah tabaraka wa taala, laqad manna Allahu ala almu'minina ibata fihim rasulan min anfusihim. Sio laqad manna Allahu
hakika ameneemesha Mungu. Neema gani kwanza? Alafu kwa akina nani? Laqad manna Allahu, hakika ameneemesha Mungu. Neema gani hiyo? Alafu kwa akina nani? Na mpaka waneemesho, malengo ya Mungu nini? Asema alal mu'minina, Mungu ameneemesha juu ya watu mu'min, ibata fihim rasulan, pindi alipopeleka kwa wao mtume, ambaye mtume huyo min anfusihim, anayetokamana na nafsi zao, sio katika kizazi cha majini wala kizazi cha malaika. Ala Muhammad, wanadamu mwenzao, sio jini wala sio malaika. Lakini sasa turudi, wazee wangu na walimu wangu na wasikilizaji kwa ujumla, Mungu hapa ametumia neno manna, ameneemesha Mungu alal mu'minina, juu ya watu mu'min. Neema ni nyingi sana, unaweza kupewa neema ya aina yoyote na Mungu, lakini Mungu alitumia neno manna katika surati Zilzilati. Alisema Mungu zalzala itakayokuja, Mungu alisema hivi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sivyo? Pala alitumia neno neema, hapa akatumia neno manna. Laqad manna Allah. Kwa hiyo nini tofauti ya neno manna na neno neema? Lakini tafsiri yao zote ni moja. Kula aliposema Mungu laqad manna Allah, hakika nimeneemesha alal mu'minina, juu ya watu mu'min, ibata fihim, pindi nilipotuma kwa wao, nilipopeleka kwa wao rasulan, nilipowapelekea mtume. Hii ni neema kwa watu mu'min, neema moja kubwa sana inayepiti katika vichwa vyao. Maana yake neema hii ni neema ambayo haifutiki kwenye nyoyo za watu wa Mungu na haiachi kutajwa. Mungu anaweza kukuneemesha neema, lakini kuna siku ya siku unaweza kufilisika na mali zako, na zile mali pia zisitajwe. Neema ilikuwepo, ukakusanya vitu vingi, ukawa bilionia, lakini dakika chache Mungu akazitoa zote. Katika ule muda ambao ulikuwa nazo, watu wanakutaja na wengi wanajipendekeza kwenda atapata hata chochote kwa bwana mkubwa kama huyu, ana pesa. Siku kifilisika, watu wote hawapo. Ala Muhammad, yaani watu wote hawapo, wenye akili, vichaa, wote hawapo. Sasa angalia hii neema ambayo tulioneemeshwa na Mungu ya kuletewa mtume. Neema hii kila siku ni neema ambayo inakumbukwa. Kule kumtaja kwetu ndio kumkumbuka mtume. Ndio maana Mungu laqad manna Allahu alal mu'minina ibata fihim rasulan min anfusihim. Lakini ni neema ambayo amepewa watu wa Mungu. Mfano wake uko haya pala aliposema alal mu'minina